ribo kuria yanda rabo kuria basi kete robo sika ropo kuria bashanda rabo sika ropo kuria bashanda rabo sika rabo kuria bashanda rabo sika ribo kusata rika yando robo sika rapaka yaka rabo sete robo sika rinda rabo sika rima yanda rabo sika rabo kuria riba shanda riba sika. Salem na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Mahali popote ulipo, mahali popote unaponifuatilia, Mungu akubariki. Naamini kwa huruma za Bwana umeamshwa salama. Huruma zake bado zinaendelea kuongea juu yako. Huruma zake bado zinaendelea kusema juu ya maisha yako. Mungu akubariki mahali popote ulipo. Mungu na akutendee. Ikiwa ni siku nyingine tena Mungu ametupatia neema ya kuingia siku ya leo ya Jumanne, ikiwa ndio mwisho wa mwezi, siku ya mwisho wa mwezi wa 3, tukiwa tunaelekea mwezi wa 4. Bwana anaenda kutuonyesha wokovu wake. Bwana anaenda kututendea mema. Bwana anaenda kukuvusha ukiwa salama kuingia katika robo nyingine ya mwaka, robo ya pili ya mwaka. Huruma za Bwana bado ziko juu ya maisha yako, juu ya familia yako, kazi yako, watoto wako na kila eneo la maisha yako. Mungu akubariki mahali popote ambapo unanifuatilia. Ungane pamoja asubuhi ya leo. Umbali kwa Mungu sio kizuizi. Mahali popote ulipo, iwe ni Tanzania au nje ya Tanzania, umbali kwa Mungu sio kizuizi. Kwa huruma zake atakupa kushinda, atakuvusha salama, na utauona wokovu wa Mungu katika nyumba yako, katika kazi yako, katika biashara yako na kila eneo la maisha yako. Haleluya, haleluya. Niko mbele yako wewe ambaye ni mgeni. Naitwa Apostle Luciana, the voice of solution. Mungu wa huruma anaenda kukutendea siku ya leo. Kabla tujaendelea mbele, tumshukuru Mungu kwa ajili ya siku nzuri ambayo ametupatia neema. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa huruma zako, asante kwa upendo wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa mkono wako, asante kwa ulinzi wako, asante kwa mema yote, asante kwa sababu ya huruma zako zilizo juu ya maisha yetu. Tunakubariki Mungu, tunakutukuza na tunasema asante. Asubuhi ya leo tunaliadhimisha jina lako, tunakubariki tukisema asante kwa mkono wako wenye nguvu ambao umekuwa ukitutetea. Asante kwa sababu tunaamini tunaenda kuona wokovu wako siku ya leo, ikiwa ndio siku ya mwisho wa mwezi wa 3 kwa mwaka 2026. Tunasema asante. Asante Baba kwa sababu tunaenda kuona wokovu wako kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye kila eneo la maisha yetu. Tunakubariki Mungu na tunasema asante. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo linatupa kushinda kila siku iitwapo leo. Asante kwa sababu tunaenda kumaliza kwa ushuhuda na kwa ushindi mkubwa katika jina la Yesu Kristo. Acha huruma zako zikaendelee kuwa na kila mmoja ambaye ananifuatilia asubuhi ya leo. Huruma zako zikaendelee kunena mema katika jina la Yesu Kristo. Na mahali ulipo sema amen. Mahali ulipo sema amen. 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 Haleluya. Mwambie Bwana, nionyeshe wokovu wako siku ya leo. Ikiwa ndio siku ya mwisho ya mwezi wa 3. Mwambie Mungu, nionyeshe wokovu wako. Nionyeshe wokovu wako
ili niweze kuvuka na mema na sio mabaya, ili uweze kumaliza mwezi wa 3 na ushuhuda, si na magonjwa, si na mateso, bali umalize kwa ushindi na kwa ushuhuda mkubwa, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Na mahali ulipo unaweza kukiri ya kwamba namaliza mwezi wa 3 kwa ushindi na kwa ushuhuda. Namaliza mwezi wa 3 kwa ushindi na kwa ushuhuda. Namaliza mwezi wa 3 kwa ushindi na kwa ushuhuda. Mahali ulipo kiri tu ya kwamba namaliza mwezi wa 3 kwa ushindi na kwa ushuhuda. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaenda kukuonyesha wokovu wake. Mungu anaenda kukuonyesha wokovu wake, kama ambavyo andiko anasema katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 14 mstari wa 13, anasema Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Bwana anaenda kufanyia wokovu siku ya leo. Bwana anaenda kukutendea siku ya leo. Bwana anaenda kupigania siku ya leo. Bwana anaenda kukuinua siku ya leo. Bwana anaenda kukupa kushinda, na utavuka mwezi wa 3 kwa ushindi katika jina la Yesu Kristo. Bwana anaenda kupigania katika jina la Yesu Kristo. Anasema, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena. Kwa maana hayo aliyokuwa na kutesa, hayo aliyokuwa na kugandamiza, hayo alikuwa na kuumiza, hayatainuka tena, kwa sababu Mungu anaenda kukuvusha salama mwezi wa 3. Unaenda kumaliza kwa ushuhuda, unaenda kumaliza kwa ushindi. Inawezekana mwezi mzima kuna mambo ulikuwa unatamani yatokee, lakini ukaona hayajatokea. Lakini nataka nikwambia siku ya leo Mungu anaenda kukuonyesha wema wake. Anaenda kuonyesha wokovu wake. Anaenda kudhihirisha mema katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Inawezekana kuna mambo mabaya maadui zako walipanga, lakini Mungu anaenda kukupigania siku ya leo, ikiwa ni tarehe 31 ya mwezi wa 3, siku ya mwisho ya mwezi wa 3. Mungu anaenda kukupigania. Anakupigania dhidi ya yale mabaya yote ambayo yalikuwa yameandaliwa kwako ili uvuke nayo. Hautavuka nayo katika jina la Yesu. Anakupigania dhidi ya wale ambao wamepanga mabaya juu yako ya kutokee. Siku ya leo hayatakutokea mabaya katika jina la Yesu Kristo. Hayatakutokea mabaya. Hautavuka na aibu, hautavuka na fedhea, hautavuka na magonjwa, hautavuka na hasara katika jina la Yesu, kwa sababu Bwana anaenda kukuonyesha wokovu wake. Bwana anaenda kukuonyesha wokovu wake katika jina la Yesu. Anakuonyesha wokovu katika kazi, katika biashara na kila eneo la maisha yako. Kitabu cha Yoshua ile sura ya 1 mstari wa 9 anasema, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usifadhaike, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Bwana Mungu wako yu pamoja nawe hata siku ya leo. Usifadhaike, usiogope, kwa kuwa Mungu yuko pamoja nawe siku ya leo. Yuko pamoja nawe siku ya leo. Kwa nini Mungu anasema yuko pamoja nawe siku ya leo? Kwa sababu yawezekana kuna mabaya yameandaliwa. Yameandaliwa, kuna mitego imeandaliwa ili siku ya leo iwe ni mbaya kwako. Lakini anasema usiogope wala usifadhaike. Kwa nini? Kwa sababu yeye yuko pamoja na wewe. Yeye yuko pamoja na wewe. Kwa hiyo usifadhaike. Anasema uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe jasiri, usiogope, kwa sababu yuko pamoja na wewe. Yani tarehe ya leo, yani saa hii ninayoongea na wewe, yupo pamoja na wewe. Usiogope. Sasa unajiandaa kwenda kazini, unajiandaa kwenda kwenye hiyo kazi, unajiandaa kwenda kwenye hiyo interview, unajiandaa kwenda kwenye mipango ambayo ulikuwa nayo unatamani itimie siku ya leo. Nasema usiogope, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Unajiandaa kwa ajili ya kufanya hilo jambo ambalo umekusudia ulifanye siku ya leo, na unatarajia matokeo mazuri. Usiogope, uwe hodari na moyo wa ushujaa, kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe kila uendako,
yuko pamoja na wewe kila ukanyagapo, yuko pamoja na wewe kila ofisi ambayo utaingia, yuko pamoja na wewe kwa kila mtu ambaye unakutana naye, yupo pamoja na wewe mahali popote ulipo, yupo pamoja na wewe. Kwa hiyo usiogope wala usifadhaike, kwa sababu yeye yuko pamoja na wewe. Usiogope wala usifadhaike. Haleluya! Usiogope wala usifadhaike, kwa sababu yuko pamoja na wewe. Atakufanya ushinde na utamaliza mwezi huu wa 3 kwa ushuhuda. Yaani ushuhuda uko mlangoni mwako, ushuhuda uko malangoni mwako, ushuhuda upo malangoni mwako katika jina la Yesu Kristo. Ushuhuda upo malangoni mwako katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu anasema usiogope, uwe na moyo wa ushujaa, kwa sababu mimi nipo na wewe kila uendako. Kwa hiyo kama Mungu yuko na wewe kila unapoenda, maana yake ushuhuda uko kwenye malango yako, ushindi upo kwenye malango yako, kibali kipo kwenye malango yako, kuneemeka kupo kwenye malango yako, baraka zipo kwenye malango yako, maana yeye atakupigania. Siku ya leo Mungu yuko kukupigania na kuwafedhesha maadui zako ambao wamepanga umalize kwa aibu, umalize mwezi wa 3 kwa fedhea. Nasema hautamaliza kwa aibu wala kwa fedhea, kwa sababu yupo na wewe kila uendako, yupo na wewe kila ukanyagapo, yupo na wewe mahali popote utakapokaa, yeye yupo na wewe. Haleluya! Usiogope kwa sababu yupo na wewe. Usifadhaike, usijione mnyonge, yuko pamoja na wewe. Usijione kwamba wewe ni wa kushindwa, yuko pamoja na wewe. Unaelekea kwenye hiyo interview, yupo pamoja na wewe. Unaelekea kwenye ubalozi kuomba visa, yupo pamoja na wewe. Unaenda kwenye kazi, mahali uliahidiwa kupata kazi, yuko pamoja na wewe. Mahali popote unaenda, yuko pamoja na wewe. Usiogope. Kwenye hiyo ofisi yako unaenda, yuko pamoja na wewe. Haijalishi kuna mabaya yaliandaliwa, nasema usiogope. Ni mimi niliyekuamuru uwe na moyo wa ushujaa. Usiogope. Maana mimi niko pamoja na wewe mahali popote unakoenda. Mimi niko pamoja na wewe. Kwa hiyo usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Mungu yuko pamoja na wewe. Na kwa nini yuko pamoja na wewe? Anataka umalize kwa ushuhuda mwezi huu wa 3. Anataka umalize kwa ushuhuda mwezi huu wa 3, na utamaliza kwa ushuhuda, utamaliza kwa ushindi, utamaliza kwa kibali, utamaliza ukiwa umeneemeshwa. Kuna mambo mema yataambatana na wewe, kama nilivyosema ya kwamba baraka ziwe kwenye malango yako siku ya leo. Kibali kipo kwenye malango yako, ustawi upo kwenye malango yako. Bwana anaenda kuonyesha wokovu wake siku ya leo. Na wale waliokuwa na kugandamiza hautawaona tena katika jina la Yesu Kristo. Nenda usini kwako kwa ujasiri. Biblia inasema katika kile kitabu cha Zaburi ile ya 60 mstari wa 12, anasema kwa msaada wa Mungu tunatenda mambo makuu. Kwa msaada wa Mungu unatenda mambo makuu. Siku ya leo utatenda mambo makuu. Siku ya leo unaenda kufanya mambo makubwa. Siku ya leo Mungu atakuwa na wewe kila eneo, na utajipata unafanya mambo makubwa. Utadhihirisha uwezo wa Mungu, kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu yupo pamoja na wewe. Kwa msaada wa Mungu unaenda kupata kazi. Kwa msaada wa Mungu unaenda kuinuliwa. Kwa msaada wa Mungu unaenda kuona mema ya nchi. Kwa msaada wa Mungu unaenda kupandishwa cheo. Kwa msaada wa Mungu unaenda kuzaa. Kwa msaada wa Mungu kwa msaada wa Mungu mambo mema yatakufuata. Mambo mema yanaambatana na wewe siku ya leo. Kwa msaada wa Mungu kwa msaada wa Mungu siku ya leo utapokea simu zitakazokupa ushuhuda. Utapokea simu, utapata message ambazo zitakupa ushuhuda. Kwa msaada wa Mungu kwa msaada wa Mungu, wewe mwenye karama na kipawa utatenda ishara na ajabu. Kwa msaada wa Mungu utamtumikia Mungu. Kwa msaada wa Mungu, yani siku ya leo kila jambo umetarajia kulifanya, kwa msaada wa Mungu utafanikiwa, kwa sababu anasema usifadhaike wala usiogope. Mimi niko pamoja na wewe kila uendako, kila unapokanyaga. Mungu yuko pamoja na wewe kila unapokanyaga. Mungu yuko pamoja na wewe. Inawezekana kuna mambo mengi ambayo ulikuwa umeandaa au umepanga. Kuna mambo mengi umepanga, lakini nataka utambue ya kwamba
Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Mithali ile 21 mstari wa 31, anasema farasi huwekwa tayari kwa siku ya vita. Farasi huwekwa tayari kwa siku ya vita. Farasi huwekwa tayari kwa siku ya vita, lakini Bwana ndiye aletaye wokovu. Bwana ndiye anaeleta nini? Wokovu. Kuna mambo yawezekana umeandaa wewe, waweza jiandaa, waweza jipanga katika kufanya vitu kadha wa kadha, lakini Bwana ndio anayeleta wokovu. Bwana ndio anayeleta kushinda. Bwana ndio anayeleta ushuhuda. Bwana ndio anayeleta kibali. Ndio maana akasema maandalio ya moyo ni wa mwanadamu. Maandalio ya moyo ni wa mwanadamu. Lakini jawabu linatoka kwa Bwana. Kwa anasema farasi huwekwa tayari kwa siku ya vita. Lakini Bwana ndiye aletaye wokovu. Haleluya. Bwana ndiye anayeleta wokovu. Bwana ndiye atakayekupa wokovu. Bwana ndiye atakayekupa kushinda siku ya leo. Haijalishi wamejiandaa wakajipanga kinyume na wewe. Haijalishi wamejiandaa wakaweka mitego kinyume na wewe. Kinyume na kazi, kinyume na wito, kinyume na karama, kinyume na maisha yako, kinyume na ndoa yako. Lakini nataka utambue kwamba Bwana ndiye anayeleta wokovu. Bwana ndiye atakayekupa kushinda. Bwana ndiye atakayekupa kuonekana. Haijalishi watu wana watu wao wa kuwasaidia. Watu wana watu wao wa kuwabeba kwenye mazingira mbalimbali. Watu wana watu wao wa kuwashika mkono. Lakini nataka utambue Bwana ndiye anayeleta kushinda. Bwana ndiye anayeleta wokovu. Bwana ndiye anayeleta kuonekana, anayempa mtu kuonekana, anayempa mtu kutambulika, anayempa mtu kunemeka. Hata kama walijipanga kukushusha, walijiandaa kukuaibisha, walijiandaa kukufedhesha, walijiandaa ukose hiyo tenda, walijipanga kabisa, lakini nataka utambue kwamba Bwana ndiye atakaye kupa kushinda. Bwana ndiye atakaye kupa kuonekana. Bwana ndiye atakaye kupa kujulikana. Bwana ndiye atakaye kushika mkono na kukutambulisha. Atakushika mkono na kukutambulisha. Atakushika mkono na uonekane. Haleluya. Haleluya. Anasema farasi huwekwa tayari kwa siku ya vita. Kuna maandalizi hufanywa ili kumwangusha mtu. Kuna maandalizi hufanywa ili mtu afanye jambo fulani, ili ufanye kitu fulani. Lakini Mungu peke yake ndio humpa mtu kushinda. Mungu humpa mtu kushinda. Maandalizi yaweza kuwepo, lakini kama Bwana hayupo katikati ya hayo maandalizi, kushinda inaweza kusionekana. Kama Mungu hayupo kwenye hayo maandalizi, hakutakuwa na kibali, hakutakuwa na kuonekana, hakutakuwa na kunemeka. Kwa hiyo maandalizi yoyote, iwe ni wewe umeyafanya au maadui zako wamefanya, ushindi wako unatokana na Bwana. Ushindi wako unatokana na Mungu. Na wiki unaenda kuonekana, unaenda kumaliza kwa ushuhuda. Hata kama walijipanga, unaenda kumaliza mwezi wa 3 kwa ushuhuda. Unaenda kumaliza mwezi wa 3 kwa kibali. Unaenda kumaliza mwezi wa 3 kwa neema. Unaenda kumaliza mwezi wa 3 kwa kupokea simu zenye taarifa nzuri. Kwa nini? Kwa sababu Bwana yuko na wewe kila uendako. Bwana yuko na wewe mahali popote unakanyaga. Bwana yupo na wewe mahali popote utaingia. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Katika jina la Yesu Kristo. Sema ninamaliza mwezi wa 3 kwa ushindi. Mahali ulipo sema ninamaliza mwezi wa 3 kwa ushindi. Humalizi kinyonge, na hautamaliza kinyonge. Humalizi kwa fedhea mwezi wa 3 na hautamaliza kwa fedhea. Humalizi mwezi wa 3 kwa aibu
maana aibu sio sehemu yako. Humalizi kwa hasara, maana hasara sio sehemu yako. Humalizi mwezi wa 3 kwa kufukuzwa kazi, maana Bwana ndiye atakayekupa kushinda. Bwana ndiye atakayekupa kuonekana. Bwana ndiye atakayekupa msaada katika jina la Yesu Kristo. Koraba shaka rabayanda. Koraba shanda ribasaya. Nsema kwa msaada wa Mungu tutatenda mambo makuu, kwa sababu yeye ndo anayetupa wokovu. Yeye ndo anayekupa kushinda. Yeye ndo anayekupa kuonekana katika jina la Yesu. Nataka tukaombe sahihi mahali popote ulipo. Koraba shanda rabasaya. Koraba shanda rabasaya. Nataka tukaombe wakati huu. Anasema kwa msaada wa Bwana tunatenda mambo makuu. Kwa msaada wa Bwana tutaonekana. Kwa msaada wa Bwana tutavuka mwezi wa 3 kwa ushindi. Kwa msaada wa Bwana. Sema kwa msaada wa Bwana mahali ulipo. Sema kwa msaada wa Bwana ninavuka mwezi wa 3 kuingia mwezi wa 4 kwa ushindi. Kwa msaada wa Mungu ninavuka mwezi wa 3 kuingia mwezi wa 4 kwa ushindi. Kwa msaada wa Bwana ninavuka na kibali changu. Kwa msaada wa Bwana sitauvuka kinyonge, maana ninaenda kupata kazi siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Koraba shanda katika jina la Yesu. Kwa msaada wa Bwana siku ya leo tunavuka kuingia mwezi wa 4 kwa ushindi. Kwa msaada wa Bwana siku ya leo tunavuka kuingia mwezi wa 4 kwa kibali. Kwa msaada wa Bwana tunavuka kuingia mwezi wa 4 na kumaliza mwezi wa 3 kwa ushindi na ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Hatutaumaliza kwa aibu mwezi wa 3. Hatutaumaliza mwezi wa 3 kwa fedhea. Hatutaumaliza mwezi wa 3 kwa machozi katika jina la Yesu Kristo. Tutaumaliza kwa ushindi mwezi wa 3. Mwezi wa 3 tunaumaliza kwa ushindi. Tunamaliza kwa ushindi. Tunamaliza kwa ushindi. Tunamaliza kwa ushindi. Tunamaliza kwa ushindi. Tunaumaliza mwezi wa 3 kwa ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo tunamaliza mwezi wa 3 kwa ushuhuda. Tunamaliza mwezi wa 3 kwa ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo tunamaliza mwezi wa 3 kwa ushuhuda. Tunamaliza mwezi wa 3 kwa ushindi. Tunamaliza mwezi wa 3 kwa habari njema. Tunamaliza mwezi wa 3 kwa kuneemeshwa katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo hatutaumaliza kwa aibu. Hatutaumaliza kwa mateso. Hatutamaliza kwa aibu. Hatutamaliza kwa hasara katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo hatutaumaliza kwa aibu katika jina la Yesu Kristo. Mahali popote omba, sema sitaumaliza kwa aibu mwezi wa 3. Sitaumaliza kwa fedhea katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi wamejipanga kinyume nami. Haijalishi wamejipanga kinyume na maisha yangu. Sitamaliza kwa aibu. Sitamaliza kwa aibu. Sitamaliza kwa fedhea katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo sitamaliza kwa aibu. Sitamaliza kwa hasara. Sitamaliza kwa machozi. Nitamaliza kwa ushuhuda. Nitamaliza kwa ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Mahali popote ulipo endelea kuomba na kusema sitamaliza kwa aibu. Nitamaliza kwa ushuhuda. Nitamaliza kwa ushindi. Nitamaliza kwa kibali. Nitamaliza kwa neema. Nitamaliza kwa kibali cha Bwana katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo mfalme wa falme. 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 Sitamaliza kwa aibu. Ribo shanda raba seke reba saya. Riba shanda raba seke rebo saya.
Rababababababa, rabashanda ribokoria, rabakurababababo-shekete, rikasata ribokuria, rapakoria basaya. Hatutamaliza kwa aibu, hatutamaliza kwa machozi, hatutamaliza kwa habari mbaya, hatutamaliza kwa taarifa mbaya, tutamaliza kwa ushindi, tutamaliza na taarifa. Shanda ribasaya, koraba shanda ribasaya, koraba shekenderebosika, koraba shakatarabasaya, karaba shanda rabosaya, katika jina la Yesu Kristo. Na mahali uliposema amen, sema amen, 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 amen. Haleluya. Anasema kwenye kile kitabu cha Yoshua ya kwamba si mimi niliyekuamuru uwe na moyo uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendapo. Mwambie Bwana siku ya leo, kuwa pamoja nami kila ninapoenda. Kuwa pamoja nami kila ninapokanyaga. Kuwa pamoja nami kila ninapoingia. Kuwa pamoja nami kwenye biashara yangu. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Baba, siku ya leo ikiwa ni tarehe 31 mwezi wa 3, enda nami Bwana kila eneo. Enda nami Bwana kila ninapokanyaga, uende pamoja nami. Enda pamoja nami kwenye biashara, enda pamoja nami kwenye ofisi yangu, enda pamoja nami mahali popote ninaingia. Bwana, enda pamoja nami, enenda pamoja nami, enenda pamoja nami. Mungu uwe pamoja nami kila eneo, kwenye mipango yangu siku ya leo, enenda pamoja nami kwenye kila jambo nalifanya. Bwana uwe pamoja nami kwenye kila ofisi naingia. Bwana enda pamoja nami. Ninapoenda kwenye interview, Bwana enda pamoja nami. Ninapoenda kwenye mikazi, Bwana enda pamoja nami. Ninapoenda kwenye biashara, enenda pamoja nami katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, enenda pamoja nami Bwana. Siku ya leo enenda pamoja nami Bwana, ukanipe kushinda kila eneo. Enenda pamoja nami Bwana, ukanipe kushinda kila eneo. Enenda pamoja nami Bwana, ukanipe kushinda Bwana, ukanipe kuonekana Bwana, ukanipe kunemeka Bwana, katika jina la Yesu. Enenda pamoja nami, enenda pamoja nami, enenda pamoja nami katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, enenda pamoja nami. Ribo shaka rabo sika ribayanda, ropo koria bashanda rabasaya. Enenda pamoja nami, enenda pamoja nami, enenda pamoja nami kwenye kazi, kwenye mipango yangu, kwenye hiyo interview. Enenda pamoja nami Bwana. Siku ya leo nenda pamoja nami. Usiniache Mwokozi, utembee pamoja nami, ukanilinde na kunionyesha wokovu wako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Enenda pamoja nami katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo ya mwisho wa mwezi wa 3, Bwana enenda pamoja nami. Ribasaya, enenda pamoja nami Bwana, unionyeshe wokovu wako. Enenda pamoja nami Bwana, unionyeshe kibali chako. Enenda pamoja nami Bwana, unipe kushinda katikati yao, unipe kuonekana katikati yao, unipe kuonekana kufaa katikati yao. Enenda pamoja nami Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ribo shanda, na mahali uliposema amen, 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 amen. Karabo shekenderebosika, koraba shaka rabosaya, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu aende pamoja na wewe kila mahali unaenda. Mungu aende pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Kila mahali unaingia, Mungu aingie pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Kila mahali umepanga kukutana na watu ambao aidha wameahidi kukusapoti, Mungu aenende pamoja nawe na kuonyesha wokovu wake. Akupe kibali, akupe kukubalika kwenye maneno yako, ukubalike
katika uso ukubalike. Mungu akupe kibali kila eneo, kupitia maneno yako, kupitia muonekano wako, kupitia chochote utakachokifanya. Mungu akupe kibali, aenende pamoja na wewe na kukupa kibali katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. 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 Tunaenda kuomba ombi lingine. Kiwa leo ni tarehe ya mwisho ya mwezi wa 3. Tunaenda kuomba ombi lingine. Tunaenda kumwambia Mungu, siku ya leo tupe kutenda mambo makuu. Tupe kutenda mambo makuu. Niwezeshe kutenda mambo makuu siku ya leo. Mungu wa huruma, niwezeshe kutenda mambo makuu siku ya leo. Mungu akuwezesha kutenda mambo makuu. Mungu akuwezesha kutenda makuu. Kwa msaada wa Mungu ukatende mambo makuu. Kwa msaada wa Mungu ukatende mambo makuu. Kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye huo mradi, kwenye kila eneo la maisha yako siku ya leo. Kwa msaada wa Mungu ukatende mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo, siku ya leo, Baba ribo shanda, kwa msaada wako tukatende mambo makubwa. Kwa msaada wako tukafanye mambo makubwa. Kwa msaada wako tukatende mambo makubwa. Katika kazi tufanye mambo makubwa. Katika biashara tufanye mambo makubwa. Kwenye kila eneo la maisha yetu tufanye mambo makubwa. Kwa msaada wako Bwana, tuwezeshe kutenda mambo makubwa. Kwa msaada wako Bwana, tuwezeshe kufanya mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kwa msaada wako Bwana nikapate kazi. Kwa msaada wako Bwana nikawe na kibali. Kwa msaada wako Bwana nikapande cheo. Kwa msaada wako Bwana, kwa msaada wako Mungu nikazae kwenye familia, nikazae kwenye biashara, nikazae kwenye kila ninalolifanya. Siku ya leo kwa msaada wako mambo mema yakazalike. Siku ya leo kwa msaada wako mambo mazuri yakazalike katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo kwa msaada wako, kwa msaada wako, kwa msaada wako nikafanye biashara na kupata faida nyingi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo Bwana, kwa msaada wako Bwana ishara na ajabu zikaonekane upande wangu. Kwa msaada wako Bwana ukanipe ushuhuda kupitia kazi, kupitia biashara, kupitia watu sahihi. Baba, kwa msaada wako korabashanda rabasika ropokoria bashanda korabashanda, kwa msaada wako nikafanye mambo makubwa. Nakataa kufanya mambo kinyonge, nakataa kufanya mambo ya aibu, nakataa kufanya mambo ya fedhea. Kwa msaada wako Bwana nikafanye mambo makubwa. Kwa msaada wako Bwana nikatende mambo makubwa kwenye kila eneo la maisha yangu, nikatende mambo makubwa. Nakataa ufanya kinyonge katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nakataa kufanya kinyonge, nakataa kufanya kazi kinyonge, nakataa kufanya biashara kinyonge, nakataa kwenda kwenye interview kinyonge katika jina la Yesu Kristo. Kwa msaada wako Bwana napokea ujasiri. Kwa msaada wako Bwana napokea ujasiri, napokea ujasiri, napokea moyo mkuu. Kwa msaada wako Bwana naenda kwenye interview kwa ujasiri. Kwa msaada wako Bwana natangaza kushinda. Kwa msaada wako Bwana natangaza kibali. Kwa msaada wako Bwana natangaza kukubalika. Kwa msaada wako Bwana nitauza sana. Kwa msaada wako Bwana natangaza kukubalika na wateja wangu wote. Kwa msaada wako Bwana ninaenda kuonekana. Kwa msaada wako Bwana ninaenda kuonekana machoni pa bosi wangu. Ninaenda kupata kibali machoni pa bosi wangu. Ninaenda kupata kibali machoni pa wakuu. Kwa msaada wako Bwana sitatembea kinyonge katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Korabo shekereba saya, koropo popo sakata, korapa sakata riba santa, koraba shanda raba saya, koraba shanda riba sheke, koraba shanda riba
Basaya, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila vita iliyoandaliwa juu yangu siku ya leo, kila vita iliyoandaliwa juu ya biashara yangu siku ya leo, kila vita iliyoandaliwa juu ya kazi yangu siku ya leo, kila vita iliyoandaliwa juu ya ndoa yangu siku ya leo, juu ya familia yangu siku ya leo, kila vita iliyoandaliwa juu ya nyumba yangu siku ya leo, Bwana nipe wokovu wako katika jina la Yesu. Nipe wokovu wako, nipe wokovu wako. Mwambie Bwana akupe wokovu wake, mwambie Bwana afunue wokovu wake katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana nipe wokovu, wokovu kwenye kazi, wokovu kwenye biashara. Bwana nipe wokovu wako katika kazi, katika familia, kwenye afya yangu. Nipe wokovu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nipe wokovu wako. Koraba shekendele bosikata rapa kuria bashanda ropo koria bashekete ribayanda ribasia rakando rabakuria, katika jina la Yesu. Ribakanda rabakuria, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila vita iliyoandaliwa, natangaza mimi nitashinda. Natangaza ushindi dhidi ya kila vita. Natangaza ushindi dhidi ya kila vita iliyoandaliwa kinyume nami siku ya leo. Natangaza ushindi dhidi ya kila vita. Natangaza ushindi dhidi ya kila maneno mabaya yaliyotamkwa kinyume nami. Natangaza kushinda katika jina la Yesu. Kila maneno mabaya yalitamkwa juu yangu hayatakuwa kamwe katika jina la Yesu. Hayatatimia kamwe katika jina la Yesu. Mabaya yaliyoandaliwa hayatadhihirika kwangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Koraba shanda, Bwana akaharibu watesi wangu, Bwana akakanyage watesi wangu, Bwana akawadhibiti watesi wangu katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana dhibiti watesi wangu, mwambie Bwana kanyaga watesi wangu, mwambie Bwana aibisha watesi wangu katika jina la Yesu Kristo. Kila aliye kinyume na wewe, mwambie Bwana ukamaibishe. Bwana aibisha wote walio kinyume nami, aibisha wote waliojipanga kinyume nami, aibisha wote waliotega mitego kinyume nami katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Na kwa msaada wa Mungu ukatende mambo makubwa, na kwa msaada wa Mungu ukafanye mambo makubwa, na kwa msaada wa Mungu ukatende mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo, jina la Yesu Kristo. Na kwa msaada wa Mungu ukaanzisha hiyo biashara siku ya leo, ukafanikiwa kwenye hiyo biashara siku ya leo kwa msaada wa Mungu. Nasema hautamaliza kinyonge, sitamaliza kinyonge, sitamaliza kinyonge kwa msaada wa Mungu. Sitamaliza kinyonge, hautamaliza kinyonge katika jina la Yesu Kristo. Hautaumaliza mwezi wa 3 kinyonge. Kwa msaada wa Mungu utamaliza kwa ushindi. Kwa msaada wa Mungu utamaliza kwa taarifa njema. Kwa msaada wa Mungu utamaliza kwa kibali. Kwa msaada wa Mungu utamaliza kwa faida. Kwa msaada wa Mungu utamaliza mwezi wa 3 kwa ushuhuda katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo mfalme wa falme, katika jina la Yesu Kristo mfalme wa falme, katika jina la Yesu Kristo mfalme wa falme. Mahali uliposema amen, amen. Hautamaliza kinyonge, hautamaliza kwa aibu, hautamaliza kwa fedhea, kwa sababu Mungu akiwa upande wako hakuna ambaye atakuwa kinyume na wewe katika jina la Yesu Kristo. Hautamaliza kinyonge, hautamaliza kwa aibu. Bwana atakanyaga watesi wako, Bwana atawaharibu wabaya wako, Bwana atawasambaratisha wabaya wako, wabaya wa hatima, wabaya wa kazi, wabaya wa biashara. Mungu anaenda kuwasambaratisha siku ya leo. Utamaliza kwa habari njema. Utaumaliza huu mwezi wa 3 kwa taarifa nzuri, kwa taarifa njema katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea siku ya leo kibali cha Bwana kiwe juu yako. Mungu akupe kutenda mambo makubwa. Ukaonekane kwenye hiyo kazi, ukaonekane kwenye hiyo ofisi, ukaonekane kwenye hiyo biashara.
Mungu akupe kuonekana. Mahali ulifichwa kuanzia mwezi wa kwanza mpaka tarehe leo. Nasema kama kinywa cha Bwana, Mungu akupe kuonekana. Mungu akupe kuonekana, ukaonekane katika jina la Yesu Kristo. Ukaonekane. Juhudi zako zikaonekane. Mungu akupe kukubalika katika jina la Yesu Kristo. Mungu akupe kuneemeka katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa falme. Na mahali uliposema amen. Hautatembea kinyonge siku ya leo, kwa maana Bwana yuko pamoja na wewe. Kila uendako. Haleluya. Yuko pamoja na wewe kila uendako. Mahali unakanyaga yuko pamoja na wewe. Mahali unapita yuko pamoja na wewe. Mungu anatamia familia yako na nyumba yako. Siku ya leo ni siku ya ushuhuda. Imekuwa kwako katika jina la Yesu. Imekuwa kwako katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana wewe ambaye unanifuatilia. Na mimi nimebarikiwa na maombi ya leo, na utaendelea kuomba mahali popote ulipo. Na ushuhuda utakuwa sehemu yako siku ya leo. Hautamaliza kinyonge. Sema sintamaliza kinyonge. Mahali ulipo sema sintamaliza kinyonge katika jina la Yesu. Hautamaliza kinyonge katika jina la Yesu Kristo. Wakati huu sasa nakukaribisha katika ibada zetu zinazoendelea katika madhabahu ya Mount Sinai Deliverance Ministry inayopatikana Mbezi Beach Bondeni. Siku ya Jumatano ni shule ya ufunuo kuanzia saa 10 za jioni, na siku ya Ijumaa ni siku ya ukombozi na kurejeshewa haki yako. Na mahali popote ulipofungwa ni siku ambayo Mungu yupo kukukomboa, kukufungua na kukupatia haki yako ya msingi. Siku ya Jumapili ni kuanzia saa 3 za asubuhi. Na kukaribisha sana, na huruma za Mungu ziwe juu yako. Pale utakapofika utamwona Mungu akionekana kwenye maisha yako. Unasema nahitaji kuonana na apostle, ni siku ya Ijumaa. Karibu sana siku ya Ijumaa. Wewe ambao uko nje ya Dar es Salaam unatamani kuongea na apostle, basi unaweza ukapiga namba zetu zilizopo hapo chini, na Roho Mtakatifu atakusaidia. Kwa msaada wa Mungu utafanya na kutenda mambo makubwa. Ulikuwa pamoja na mimi, naitwa Apostle Luciana, the voice of solution. Ninakutamkia kwamba utamaliza mwezi huu wa 3 siku ya leo kwa ushindi. Hautamaliza kinyonge katika jina la Yesu Kristo. Tukutane siku ya kesho, kiwa ndio mwezi wa 4. Tukutane hapa katika morning mass, na Roho Mtakatifu ataendelea kutuhudumia. Ulikuwa pamoja nami Salem.